Hello dear friends, welcome again to my channel is me Teacher D. Kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea hii channel, ni kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Hivi karibuni tunaelekea mwaka mpya ambao ni mwaka 2026. Kuna mabadiliko makubwa ya mitaala kwa vidato vyote kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Lakini mimi nina habari njema au nahitaji kuongea na wanafunzi wa kidato cha pili, especially wale watu ambao wanajiandikisha kwa ajili ya kutafuta sifa za kufanya mtihani wa kidato cha 4, ambao zamani walikuwa wakifanya ile inaitwa QT, lakini baadaye baraza limebadilisha huo mfumo toka 2024, na sasa hivi wale wote walikuwa wakifanya mtihani wa QT kwa sasa wanafanya mtihani wa kidato cha pili ili wapate sifa za kufanya mtihani wa kidato cha 4. Sasa inawezekana mtu akawa yuko uraiani asijue ni masomo gani yamebadilika, asijue ni masomo gani anayotakiwa kuyasoma kuelekea huo mtihani wa kidato cha 4, tofauti na wale wanafunzi ambao wanaenda mashuleni wanapata syllabus na wanapata masomo sahihi ambayo wanastahili kuyasoma kwa ajili ya kuingia kwenye mtihani. Lakini kwa wanafunzi ambao wanajiandaa kwa ajili ya kufanya mtihani wa kidato cha pili private, kuna mabadiliko au kuna topic mpya, kuna masomo mapya ambayo yameongezwa na kuna masomo ambayo yametolewa ukilinganisha na miaka ya nyuma ambayo wanafunzi walikuwa wakifanya. Kumbuka sasa hivi kuna mikondo miwili. Kuna wale wanaofanya kama vile VETA, wanaita mkondo wa amali, na mkondo huu mwingine ambao ndo wao masomo ya kawaida. Sasa tutazame kwanza mabadiliko haya. Ukitazama kuna hii taarifa ambayo ilitolewa na Baraza la Mitihani NECTA, ambapo ilisema ni watahiniwa wa kujitegemea kidato cha pili 2026. Tunaambiwa kwamba watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate, anayetarajia kufanya upimaji wa kitaifa kwa kidato cha pili FTNA ya 2026 ili kupata sifa za kufanya mtihani wa kidato cha 4, atatakiwa kusajili masomo 6. Kwa hiyo kama wewe unajiandaa kufanya mtihani wa kidato cha pili kuanzia mwakani, yani 2026, unatakiwa kusajili kuanzia masomo 6 ya lazima, ambayo haya ni basic kabisa, ni lazima. Lazima uwe na mathematics, lakini lazima uwe na Kiswahili, lazima uwe na English language, lakini lazima uwe na business study. Unaona, hili somo halikuwepo kabla, linaitwa business study. Lakini kuna geography, lakini kuna somo la historia ya Tanzania na maadili. Hili ni somo ambalo limeongezeka. Kwa hiyo ukiangalia business study haikuwepo, lakini historia ya Tanzania maadili pia haikuwepo, ambayo badala yake hii ilikuwa inasimamiwa na somo la civics. Kwa hiyo civics imeondolewa, imeingia hii historia ya Tanzania na maadili. Lakini anakuambia aidha unaruhusiwa kusajili masomo chaguzi yasiyozidi 3 kama ilivyofafanuliwa kwenye format ya mtihani. Sasa haya masomo yasiyozidi 3, kumbuka hapa limebaki somo la biology, limebaki somo la history, limebaki somo la physics, limebaki somo la chemistry. Kwa hiyo haya masomo 4, kama una mlengo wa kuendelea na masomo ya sayansi huko form 4 na kuendelea, basi utatakiwa kusajili somo la physics na chemistry labda na biology, sawa, kwa masomo 3 hayo. Lakini kama una mpango wa kuendelea na arts na unahitaji kuongeza masomo mengine ya ziada yasiyozidi 3, basi utahitajika kuongeza somo la biology pamoja na history. Hayo ndio masomo mengine unaruhusiwa kusajili masomo chaguzi yasiyozidi 3, ambayo ndio hapo unaweza ukachukua biology na physics, au unaweza ukachukua chemistry na physics, au ukachukua history na biology kwa mtu ambaye ataendelea na masomo ya sanaa huko mbeleni. Kwa hiyo hii ni update ambayo ni ya muhimu sana na unatakiwa kujua. Lakini wakumbushe kwamba kwa wale wanafunzi ambao wako interested na wanatamani kupata elimu kupitia Teacher D, katika platform yetu sisi tutakuwa na masomo machache tu kwa wanafunzi wa kidato cha pili. Tutafundisha Kiswahili, tutafundisha business studies, tutafundisha geography, history ya Tanzania na maadili, na tutafundisha history yenyewe. Kwa hiyo kama kwa Teacher D sisi hatufundishi masomo ya sayansi. Kwa hiyo utahitajika upate mwalimu wa mathematics, utahitajika upate mwalimu wa English language kama ni mwanafunzi wa kidato cha pili ambao uko interested kusoma kwenye platform yetu. Na kama utakuwa interested, darasa limeshaanza kuandaliwa, maana yake tumefungua usajili
unaweza ukatucheki kwa 0765165455, 0765165455 ili tukuweke kwenye darasa ambalo tutakuwa tukitoa haya masomo na tunakupatia masomo kwa masomo kulingana na silabasi au kulingana na masomo yalivyo. Nafikiri unaweza ukaona ukiingia kwenye hii utagundua hii ni unafikiri unaweza ukaona kuna business study ambayo ni form 1 na form 2, kuna geography, tuna historia na maadili, tuna Kiswahili na pia tuna history ambayo hapa haipo. Nafikiri ukiona utakuja kugundua humu kuna kuna hizi PDF mbalimbali ambazo tunazitumia kwa ajili ya kushare na wanafunzi na lakini pia ndo tunatumia kufundishia na issue nyingine. Kwa hiyo ninawakaribisha wanafunzi wote wa kidato cha pili, wa kidato cha kwanza ambao wanatamani kupata au wanataka kufanya mtihani wa kidato cha pili wapate sifa za kuendelea. Yaani zamani tulikuwa tunaita QT na kuendelea kwa maana ya kuweza kufanya mtihani wa kidato cha nne. Thanks for watching. Kama utakuwa una swali lolote linalohusiana na mtihani wa kidato cha pili especially private, najua wale wanafunzi wa shuleni hawana changamoto sana, private candidate, niandikie kwenye comment section, lakini pia unaweza ukanicheki kwa ile namba niliyotaja kwa WhatsApp ili tuweze kushauriana au kupeana update ambazo ni genuine. Thanks for watching, see you next time. Is Teacher D. Bye bye.